Mwanasheria mkuu ni kiungo muhimu sana katika mambo yote ya sheria ndani ya nchi yetu. Na ukitaka kuelewa, angalia rais akishamaliza kuapishwa, chunguza katika watu wa kwanza anaowateua rais kama hujamkuta mwanasheria mkuu. Huyu ndio mtunzaji wa katiba yetu. Huyu ndio anayesimama kutafasiri katiba yetu. Nikasema mwanasheria mkuu huyu ni moyo wa sheria wa nchi. Waziri ataingia bungeni, atasimamia mchakato wa sheria. Sasa sisi tukianza kufanya kazi zetu, pale tunapokwama tunakimbilia. Ninamshukuru mbele yenu, ili pia tuendelee kumwombea yeye na waziri wetu wa sheria na katiba waendelee kuifanya kazi hii kwa uaminifu mkubwa. Pale airport pale, Mheshimiwa Waziri, tunajenga pale. Daktari Samia ametoa fedha kwa ajili ya kujenga miundombinu ya taa ili ndege zetu ziwe zinatua usiku na mchana. Na pale airport yetu ya Arusha ni ya 3 kwa airport zenye ndege nyingi kwa siku. Dar es Salaam, Zanzibar inafuata ya kwetu ya Arusha. Lakini sisi tunafanya kazi mchana tu, usiku ndege haziruki. Kwa nini? Kwa sababu hatuna taa. Tulimwomba Mheshimiwa Rais akakubali, akatoa fedha. Lakini mkataba ulichelewa kiasi kwamba mkandarasi muda uko umepita. Nilipokuja nikaongea na mwanasheria wetu mkuu na watu wa mamlaka ya viwanja vya ndege, ndugu yangu Abduli ambao ni DG, akamfuata Dodoma. Mwanasheria huyu Hamza kwa upendo wake mkubwa ametukwamlia mkataba wetu. Sasa mkandarasi anaanza kazi ili na sisi ndege za Arusha zitue usiku na mchana. Hebu makofi mengi sana kwa mwanasheria mkuu wetu. Lakini pia mfahamu ya kwamba waziri wetu wa TAMISEMI Mheshimiwa Mchengerwa alifanya ziara mwaka jana. Alipofanya ziara katika mkoa wetu, tulimuomba barabara. Na barabara zile tulivyomuomba, tulihitaji mkono wa mwanasheria. Dodoma nilipokuwa kwenye bunge, baada ya mkurugenzi kuniambia mkataba wetu umekwama, mheshimiwa tunaomba utusaidie. Nikamwambia umekwama wapi? Akasema tunahitaji mkono wa mwanasheria mkuu. Nikamtafuta Hamza, kama mwanasheria mkuu nisaidie, wananchi wa ESO wamesubiri sana barabara yao. Imeahidiwa miaka nenda rudi na haijengwi. Nikamwambia kakaangu nisaidie, wananchi wanahitaji lami. Kaniambia nitumie hizo nyaraka. Nikamtumia. Kesho yake anasema Makonda mdogo wangu, nimeshamaliza jambo lako, nenda kajenge barabara kwa ajili ya wananchi. Lakini pia mnafahamu hapa Arusha tumekuwa na mambo ya stendi na soko vinaimbwa kila siku. Kila siku wimbo wa stendi. Wakati mwingine hakuna hata vyombo vya kupigwa, lakini kuna mtu anaanza pambio, stendi inajengwa na soko linajengwa. Hakuna stendi iliyojengwa wala soko lililojengwa. Tukakimbizana tena, mwanasheria mkuu nisaidie, watu wana mkwamo. Hivi tunavyoongea leo, kwa taarifa tulizonazo ya kwamba tayari tenda imetangazwa ya kujenga soko la kisasa la Kilombero, soko la kisasa kwa Mlombo, stendi yetu ya mkoa wa Arusha na ujenzi unaotengenezwa katika eneo la Gardeni la Mtosemi. Ninawashukuru sana waziri wetu wa TAMISEMI. Tunamshukuru sana kaka yangu Hamza mwanasheria mkuu. Na niwapongeze sana watendaji wa jiji la Arusha na mstahiki meya. Baada ya utaratibu huu, sasa hamtatudai tena stendi. Tunataka stendi ijengwe, wananchi wa mkoa wa Arusha watembee kifua mbele, angalau tufanane na majiji duniani. Hapa stendi, Mheshimiwa Waziri,
ni moja ya siasa kubwa sana, na chama changu kiliahidi, Chama cha Mapinduzi. Lakini kwa sababu kuna baadhi ya watu wanapenda migogoro, yani kuna wale watu wenye roho ya kuunganisha watu, lakini kuna watu wana roho ya faraka tu. Hata akikaa hapo utafikia ameumwa na amebeba kunguni ndani yake, anaanza kujikunguta mpaka wote mtanyanyuka kwenye viti mnatoka. Yani hawezi kukaa mahala bila kuwa na amani, ni migogoro tu. Sasa migogoro hii tumesema Arusha umefika mwisho wake. Tunasema mwaka huu migogoro, tunaagana na migogoro yote. Tunataka jambo hili tu, maendeleo. Tunataka kauli ya maendeleo kuanzia asubuhi, mchana, jioni. Na hatupendi viongozi wanaolialia. Ukiwa kiongozi unalialia kaa honi, ukigusa tu kidogo pii. Tunataka viongozi wanaotafuta majibu ya changamoto za watu wao. Daktari Samia ameshatupa nyenzo zote. Hatupaswi kuwa miongoni mwa kugombana, kulumbana. Tunataka maendeleo. Wana Arusha wanachotaka ni maendeleo. Wana Arusha wanataka kuiona Arusha yao imebadilika. Sio kila mara tunajadili stendi haina mwisho. Tunang'ang'ana, soko halijengwi. Hata kilo kiuliza wanavutana, mara eneo hili liko ndio lijengwe stendi, sasa eneo hili halifai. Nimekaa juzi na rasi Dodoma na watendaji wote wa jiji. Nikabaini kumbe tena pale jiji wana milioni 500 zishawahi kutolewa na Daktari Samia tangu 2021. Alafu ziko kwenye akaunti tu. Na hizo hela zimetolewa kwa ajili ya kujenga soko maalumu la wamachinga. Na wauliza watendaji, kwa nini hamjengi? Anasema kila tukikaa na wale wamachinga tunakubaliana, kesho yanakuja mambo mengine yamebadilika. Kwa hiyo wanalumbana tu. Huyu akisema pajengwe hapa, mwingine anasema hapa hapana. Kataeni kajengeni. Yani wanalumbana tu. Ukikaa na mtu aliyebeba kunguni, hata kwenye kiti hautakaa. Kwa sababu wanavonyanyuka kujikunguta kunguni watoke, na wewe inabidi ukimbie. Sasa tumewaambia tunataka mtulie. Nisikie chokochoko tena ya mtu anaenda kuingilia mchakato wa kumpata mkandarasi wa kujenga soko. Ole wenu nisikie kuna mtu anaenda kuingilia mchakato wa mkandarasi wa kujenga stendi. Ole wenu nisikie kuna mtu ameingilia mchakato wa mkandarasi wa kujenga garden katika Mto Semi. Huyo atakayeingilia nitakula naye sahani moja. Mheshimiwa Waziri, mimi nasema ni mara 10 nikawa mkuu wa mkoa wa siku hiyo, lakini kuna alama nimeiweka. Tunataka stendi jengwe. Na mkurugenzi, mna siku ngapi za kukamilisha utaratibu? 14. Kuanzia leo. Maana yake mwezi ujao unaisha tukiwa tumesha saini mkataba, si ndio? Sasa ole wenu muitikie tu. Stendi. Mheshimiwa, imeimbwa stendi hapa. Siku moja naongea na waziri mmoja kwenye sekta nyeti ya ardhi. Anasema nishawahi kwenda mpaka kwenye ile eneo tukasema hapa ndio stendi jengwe. Baada ya muda wakatokea si watu kutokea wapi. Wakaanza kubishana tena, mwisho wa siku wakasimamisha utaratibu. Sasa mwanasheria mkuu tunaye, waziri wetu stendi fanya nini? Na asikwambie mtu tutajenga kwa sababu mwaka wa uchaguzi. Tunajenga kwa sababu tumewapata watu wenye akili na wenye nia njema na mkoa wa Arusha. Nadhani hapo mtakuwa mmenielewa. Meya, simamieni kikamilifu, na mimi sina shaka na wewe. Madiwani pamoja na naibu meya, ndugu yangu, pambaneni, hakikisheni. Niliwaambia siku moja kwenye baraza, nyinyi katika miaka 5, Mheshimiwa Waziri, ukienda pale ofisini kwangu pembeni utakuta kuna jengo la utawala. Halmashauri ya jiji ile imejengwa mwaka 1959. 1959.
Hapo hata wafanyakazi wa jiji hawatoshi. Wengine wamesambazwa. Unaweza kaenda pale ukamwambia faili lako liko Njiro, mtumishi yuko Njiro. Kuna mtumishi mwingine si yuko Sakina, wamepanga tu. Wamesaini mkataba wa kujenga jengo la utawala mwaka 2019. Nimekuja mimi mwaka jana 2024 nimekuta wako kwenye msingi. Tangu 2010 ngapi? Paka 2024 wako kwenye msingi. Hawana tatizo la hela, Samia ameshaleta hela. Tatizo lao nini? Mahusiano na migogoro. Eti wamevunja mkataba wa yule aliyejenga msingi. Wanasema ule msingi sio imara. Wakaunda tume ya kuja kukagua. Ile tume ikasema huu msingi ni bora na unakidhi vigezo. Wakasema sasa tutangaze, tutafute mkandarasi mwingine mpya. Hawamtaki tena yule aliyejenga msingi. Alafu walivyo wajanja, kila kazi wanatengeneza mkandarasi wao. Yaani kama ni kazi 5 za kujenga, kukamilisha jengo kama lile, watatafuta mkandarasi wa kupaua, watatafuta mkandarasi wa kujenga nguzo, watatafuta mkandarasi wa kuweka nyaya, watatafuta mkandarasi wa, kwa mfano kama yule wa msingi wameshamalizana naye anaondoka, anakuja tena kunyanyua boma. Hey! Ushawahi kuona wapi hiyo nyumba ya namna hiyo? Mwisho wa siku utakuta kwenye bomba la maji limewekwa chumbani. Yaani unapotakiwa kuweka bedroom ndio limewekwa bomba la kuingiza maji. Pale pa jikoni palipotakiwa kuweka sehemu za kuingiza nyaya za umeme ndio zimewekwa kwenye TV. Sio nyumba itapiga shoti. Lakini kwa nini wakafanya hivyo? Ulikuwa ni ulaji. Kumbe kila mtu mmoja akiitwa, akisaini ule mkataba anaacha hela. Nimewashawapiga spana wamenyoka. Sasa hivi jengo linaenda ghorofa ya 5. Nataka mwaka huu wakati baraza la madiwani linavunjwa, angalau madiwani wanavoaga wananchi wanaenda kwenye ngwe kuomba kula, wameshamaliza structure yote na mambo yanaonekana kwamba kuna alama wameacha pale. Lakini wakati tunaendelea na mkandarasi, akafuatwa tena mkandarasi ili apewe mkataba mwingine wa kufanya finishing, waanze kazi ya plumbing huku chini anapanda, anaombwa milioni 400, 200. Sasa kale kakundi kote nimekasafisha, nimekangoa pale. Acha wakahangaike kuloga kule na mimi silogeki. Lakini nachotaka ni maendeleo ya mkoa wapi? Wa Arusha. Tulikuwa na watu hapo ukiwaambia simamia kujenga barabara hawajengi. Alafu kila siku ukiwauliza wasema pesa hakuna. Sasa Mheshimiwa Waziri nikafanya uchunguzi, nikagundua pale Kilimanjaro meneja wa TANROADS wa Kilimanjaro ameshajenga karibia kilomita 116 za lami. Wa TARURA wa Kilimanjaro. Wa hapa Arusha analia hakuna hela. Nikasema kwani rais wa Kilimanjaro na rais wa Arusha ni tofauti? Rais mmoja anaitwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Nikaenda kule wizarani nikasema dawa moja. Huyu anayejenga barabara nyingi Kilimanjaro na mngoa kule namleta hapa. Alafu huyu anayelalamika hakuna hela na mngoa nampeleka Kilimanjaro. Ndio nilichokifanya. Kwa hiyo nimechukua huyu hapa anayelialia nimempeleka kule kwenye lami zilizojengwa. Nimeleta mpya. Sasa anafanya mpango mzuri, Arusha itakuwa na lami ambazo hujawahi kuziona. Kwa hiyo acha nigombane nao, acha nikosane nao kwa niaba yenu. Kwa sababu Daktari Samia alichonituma hapa Arusha ni kuleta nini? Mheshimiwa Waziri, limekuta hapa mkoa mzima na ujanja wetu wote. Hospitali yetu hii kubwa ya Mount Meru, hakuna kifaa kikubwa chenye vipimo vikubwa. Nauliza hivi nyinyi Arusha mlikuwa mko wapi wakati watu wanajengewa vifaa hivi? Nikauliza wizarani akasema si hatuna tatizo, hatujawahi kuombwa. Kwa hiyo MRI hajawahi kuombwa Arusha. Unaenda pale hakuna, unakuta hospitali binafsi wanazo. Kipimo kimoja karibia laki ngapi? Na zaidi ya laki 4. Hasa niambie mwananchi wa kawaida anapata wapi laki 4 kwenda kulipa kwenye kipimo kinachopatikana private? Alafu serikali eti ya mkoa wa Arusha haina hiyo kitu. Nimemtafuta waziri, kamtafuta katibu mkuu, kwa mahusiano tu mwaka huu imewekwa kwenye budget. Tunaletewa na sisi hapa mkoani kwetu Arusha. Namanga kule tumekuta Namanga mpaka wa kwenzetu wa Kenya wana mashine, wana skana. Container likipita pale linapigwa kwenye skana, wanaona kilichomo.
Ukija upande wa kwetu huku wanaanza kuhesabu kitenge kimoja kimoja. Alafu unaulizwa kwani una haraka sana? Kama una haraka acha kidogo. Tuachie mambo ya vinginevyo. Kwanza ngoja kwanza, nimeitwa. Kuna simu hapa ya dharura. Unakaa pale na container lako unasubiri siku 3 siku 4. Maana yake unatengenezwa mazingira ya kuombwa nini? Rushwa. Kwa hiyo mizigo upande wa Kenya inatoka haraka, upande wa kwetu wa boda yetu ya Namanga unaweka kambi. Nimemtafuta waziri wetu Mwigulu, nikamtafuta na kamishna mkuu wa TRA akaja ofisini kwetu. Tumeongea, mwaka huu anatuletea skana. Tena ya mabilioni imeagizwa kutoka duniani ili na sisi tufanane na sura ya mataifa. Kwa hiyo niwahakikishie wananchi wa mkoa wa Arusha mbele ya kakaangu Ndumbaro, hakuna jambo jema ambalo mkoa wetu hautalipata kwa sababu tu ya uzembe wa watu. Tutahakikisha kila mambo yaliyopangwa na Daktari Samia mkoa wetu wa Arusha tutakuwa namba 1 kuyapata.